kemeo na kimbilio la maisha yetu. Ni wakati mwafaka tena asubuhi ya leo Bwana, ambaye imekupendeza wateule wako wamekutana kwenye hekalu hili Bwana. Kazi yetu Bwana ni kutoa shukrani kwa yale ambao umezidi kutendea kila mmoja. Tazama, umetupa uhai wa bure ambao haununuliki kwa karama, na tunajua ya kwamba sisi sio wazuri kuliko wale ambao wamelala na wale ambao wako na shida mbalimbali. Ni kwa sababu ya neema yako kupitia maisha yetu. Mungu, ninainua mgonjwa mahali ambapo hapa siku ya leo, ninamuombea afueni ya haraka katika jina la Yesu Kristo. Najua ya kwamba wengine wamelazwa hospitalini, wengine nyumbani, wengine barabarani, angani, wanasafirishwa kwa ajili ya matibabu. Mungu, kawatangulie, kawakuse Bwana, ili wakapata uponyaji. Watakapopona Bwana, sifa na utukufu ni zako. Tunajua ya kwamba Ibilisi amenyenyekea, ametembea kila mahali kwa ajili ya kusumbua watu wako, kwa ajili ya kusumbua na kuleta magonjwa na maradhi mbalimbali. Lakini Ibilisi hana mamlaka, kwa sababu tunapokemea katika jina la Yesu ameshindwa, na amewachilia wale ambao ni wateule wako Bwana. Wamepata afueni, na tutatembea tukisifu jina lako, kwa sababu wewe ni daktari zaidi ya madaktari Bwana. Mungu, tunaombea amani katika nchi yetu. Tumekuwa na mapishano Bwana, tumekuwa na malumbano Bwana, na mahali ambapo hakuna amani, kazi yako haiwezi kuendelea. Watu wako watakaa kwa amani, shughuli zote hazitaendelea kwa sababu ya kukosa amani. Tunatangaza tu amani miongoni mwa wanasiasa na hata watu pia, mahali popote ambapo tuko, amani ikuwepo, ndipo Kristo shughuli zote hata za kueneza injili zikaendelee katika jina la Yesu. Mungu, naombea hata watoto wetu. Ulituma watoto Bwana, wazazi wanahangaika, wanalala nje, wanalala njaa, wanasumbukana Bwana kwa ajili ya kuwasomesha na kutoa karo. Tazama, watoto wetu wamegeuka, Ibilisi amewatawala, wanachoma mashule Bwana. Mungu, tunaombea watoto wetu mahali ambapo wako, ukaguse mioyo zao, ukawapa akili na hekima, wajue ya kwamba wakwenda shuleni kwenda kuchoma mashule, bali walienda kusoma wakapata akili na hekima ambayo itawezesha siku za usoni. Mungu, tembelee shule zetu zote, bariki hata walimu wetu Bwana, ukawape hekima Bwana, bariki hata wafanyakazi wote shuleni Bwana, pamoja na watoto wetu, ili tukawe na uzima, tukawe na upendo, ukatawale, tukawe na umoja, ukatawale kwenye shule zetu, ili ile mikasa ambayo imeendelea kutendeka Bwana isiji kutokomea na kupotea na kutotenda tena katika jina la Yesu Kristo. Mungu, naombea hata wafanyakazi wa nchi hii Bwana. Mungu, wakiwemo hata wauguzi, hata na madaktari, wanapitia kazi hali ngumu Bwana. Tazama, hata watu wako wanakufa kiolela kwa ajili ya kukosa matibabu. Tunaomba tu Mwenyezi Mungu, mahali ambapo wako wanaponena, hata serikali ikawasikie, ili Mwenyezi Mungu hospitali zetu zikaendelee kufanya kazi. Na mahali wako najua kwamba hao madaktari na wauguzi wanapitia katika hali ngumu, Mungu, pamoja na jamii zao. Mungu, ni wewe ambao uliwateua ukawafanya kuwa na kazi ambao wanatekeleza kwa ajili ya kutibu na kuchunga watu wako Bwana. Mungu, watembelea siku ya leo. Mungu, kawabariki siku ya leo, kutana na mahitaji yao siku ya leo, ili Mwenyezi Mungu hata haja yao yakawaita kikazi ikarudiwe, ili tukapata matibabu, tukapata uponyaji katika jina la Yesu. Mungu, naombea makanisa yote. Mungu, bariki makanisa Bwana, inua makanisa Bwana. Tunaona hata misikiti ikipomolewa, hata makanisa ikipomolewa. Mungu, najua ya kwamba Ibilisi ameingilia hata serikali yetu. Wamesahau ya kwamba mahali hapo ndio mahali ambapo watu wanapokea neno ambalo tunaweza kuwajenga hata nchi yetu ikakae kwa amani. Mungu, watembelee, wakaheshimu hata misikiti, wakaheshimu hata makanisa, wakaheshimu hata wote ambao Kristo wanaishi mahali. Tazama, watu wanalala nje hata na watoto kwa sababu ya upomozi. Huo ni ukandamizaji ambao Kristo tunaukemea katika jina la Yesu, ukapata kushindwa katika nchi yetu. Mungu, katubariki zote, tukawe na upendo, tukawe na utu tunapotekeleza kazi katika nchi yetu. Asante kwa ibada ya leo, ninainua kila mmoja, na bariki kila mmoja. Mwenyezi Mungu, yeyote ambaye ameingia pale shida mbalimbali ambazo zitakuza kupitia maombi, wewe kupitia ushirika wa Roho Mtakatifu na sielewa, unajua kila mmoja hata hali ya nyumba yake, hata mapato yake Bwana, ni wewe ambao utatibu
kuungana na pamoja nasi kunapokuja, kwa sababu wewe Mungu wetu. Asante kwa sababu yale ambayo sijaomba, najua kwamba Roho Mtakatifu anazidi kutuombea, na ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Bariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Naendelea vizuri, nazidi kumwinua Bwana. Nafasi hii tunataka kupokea neno. Kwa hivyo praise and worship, nataka mnipee nyimbo mbili nzuri sana za worship, nyimbo za kutoa watu roho penye wako akili iwarejeshe hapa, kwa maana kila mtu amekuja hapa na lengo, na nitakana mioyo za watu zifunguliwe kupitia kwenu. Karibuni, mtupee nyimbo mbili zile moto, naye tutakuwa tunaandaa muziki wetu wa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Wangapi wako tayari kumsifu Bwana? Wapi makofi mazuri kwa Bwana Yesu? Piga makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Nataka kumwambia kwamba yeye ni mweza. Hakuna jambo lilo gumu kwake. Cheza muziki wa Yesu. Anaweza, anaweza, anaweza.
tuungane kwa kusifu Mwenyezi Mungu, tuketi chini ili tujiandae kwa ajili ya kusikiza neno. Na nilisoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 9 hadi mstari wa 15, na nilisoma kwa lugha zote mbili. Na wakati huu, kabla sijakaribisha mnenaji wetu wa siku ya leo, nataka nisome waraka wa Petero sura ya 1 mstari wa 5, sura ya 5 mstari wa 5 hadi 6. Waraka wa Petero wa pili wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 hadi wa 6. First Peter chapter 5 verse 5 to 6. In the same way, you young people, submit to your elders, and all of you must put on the person of humility to serve one another, for the scripture says, God resists the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves then, under God's mighty hand, so that He will lift you up in His own time. Kwa Kiswahili, kadhalika nanyi vijana mnapaswa kujiweka chini ya mamlaka ya wazee, nanyi nyote mnapaswa kuwa na unyenyekevu mpate kutumikiana. Maana maandiko matakatifu yasema, Mungu huwapinga wenye majivuno, lakini huwajalia neema wanyenyekevu. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa enzi wa Mungu, ili awainue wakati ufaao. Nakaribisha evangelist wetu Frederick Makoha aje kunena pamoja nanyi siku ya leo. Tutasimama na tuombe. Mungu wetu wa amani, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tazama mtumishi wako amesimama, anataka kulisha kondoo zako. Mpe hekima, mpe nafasi, mpe akili za kunena mbele ya hawa kondoo zako Bwana, mwanzo hadi mwisho, na ni katika jina la Yesu naomba tukiamini. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Are you happy today? Yes. Thank you. Nachukua hii fursa kuwaletea neno la Mungu, jinsi Mungu ameliandaa ili tukaweze kushare nanyi. Najua tulipoanza ibada tumehubiriwa kupitia nyimbo, kupitia maombi, na najua ya kwamba tayari kutoka mahali hapa utatoka kama umebarikiwa. Praise God. Amen. Tumesomewa the first book, 2 Kings chapter number 5. Tumesoma from verse 9 to 15. Na the whole chapter kuanzia verse 1 ina narrate the whole story ambayo tunaenda kusikia neno lake asubuhi ya leo. Our theme today is the healing of Naaman. Na tukiangalia pale mwanzo katika Biblia kuanzia verse 1 of the 2 Kings chapter 5, Biblia inazungumzia kuhusu Naaman, who was a soldier, a commander in chief to the kingdom of Syria. Na Biblia inazungumzia ya kwamba Naaman alikuwa mtu ambaye anaheshimiwa, alikuwa mtu so powerful, alikuwa mtu ambaye mfalme kila wakati alikuwa akitaka ushauri anamwendea, because Mungu alimpa favor, wakakonga vita, kushinda vita to every nation ambayo walikuwa wanaenda to fight with them. Lakini ukiangalia pale chini, ukiendelea Biblia inazungumzia licha ya haya mambo yote ambayo Naaman alikuwa nayo, heshima alikuwa nayo, akawa na nguvu, akawa na mali,
lakini kuna jambo moja ambalo katika maisha yake lilikuwa kama kikwazo kwake. The Bible says that Naaman alikuwa na ugonjwa ambao unaitwa leprosy. During that time, ugonjwa wa leprosy ulikuwa ugonjwa hatari sana, ambapo ulikuwa ugonjwa unaua, na kulingana na sheria za nyakati zile, Biblia inasema ya kwamba mtu yeyote ambaye alikuwa na ugonjwa wa leprosy alikuwa anatengwa, hakuwa anachangamana pamoja na watu. As we compare today, leprosy inafananishwa tu na hii ugonjwa yenye tuko nao sasa hivi, ugonjwa wa corona. Watu wengi mlisikia walikuwa isolated from their friends, from their working places, even to their families, wale ambao walipatikana wakiwa na ugonjwa wa corona. Na huu ugonjwa ulikuwa haujui maskini, haujui tajiri. Huu ugonjwa haukuwa unajua mwenye amesoma na yule mwenye hajasoma. Same today, ugonjwa huwa upagui, haujui umesoma, haujui uko na mali, haujui hauna, huwa upagui. So kulingana Biblia inazungumzia kuhusu Naaman, he was a powerful person in the kingdom of the Syria. Na tunaangalia kwamba Biblia inasema ya kwamba lakini Naaman akakosa amani katika maisha yake. Akashindwa ni atapata aje suluhu katika maisha yake ama uponyaji kwa ajili ya magonjwa aliyokuwa nayo. The Bible says kukawa na a servant ambaye alikuwa maid to the wife of Naaman. Naye akawa ametambua ya kwamba mahali alipokuwa ametoka kuna mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Elisha. The Bible says ya kwamba Mungu akamtumia ule msichana aliyekuwa mchakazi wa binti ya Naaman. Aliangalia Naaman being a commander, mtu ambaye ana nguvu, lakini he is suffering, akiwa with a lot of pain in his life. Yeye msichana akaamua kwamba licha ya huyu mtu kuwa mtu mkuu katika serikali, lazima nimwambie ya kwamba hata kama hapa katika nchi ya Syria hakuna suluhisho, katika nchi ambayo nimetoka ya Samaria, nchi ya Israeli, katika mji wa Samaria, kuna mtumishi ambaye huwa anaweza kuombea na kuweza kupata suluhu katika hali yako. Praise God. Na Biblia inasema ya kwamba wale wafuasi ama wale wafanyikazi wa Naaman walimwendea wakamwambia jinsi huyu msichana alivyokuwa amemwambia. Na Biblia inasema Naaman akiwa na furaha akaamua kwenda katika ile nchi ya Israeli ili akatafute suluhu katika hali ya maisha aliyokuwa anapitia. Praise God. Katika maisha tunayoishi tuko na marafiki. Katika maisha ambayo mahali tunafanya kazi, tuko na marafiki. Na je, swali langu siku ya leo ya kwamba hawa marafiki wanaweza kuwa suluhu katika maisha yako ama hawezi kuwa suluhisho katika hali unayopitia katika maisha yako. Tunaangalia ya kwamba huyu msichana akiwa katika ile nyumba ya Naaman alikuwa like a servant. He was a slave. Alikuwa amepelekwa kule kama slave. Hakuwa anaishi katika nchi yao. Alikuwa katika nchi ya utumwa. Na pale hawakujua ya kwamba huyu msichana hata licha ya kuwa mfanyikazi hapa anaweza kuwa na suluhu katika maisha ama katika shida ambaye Naaman alikuwa akipitia. So you must know the friend that you walk with. Lazima ujue ni marafiki gani ambayo you associate with. Wanaweza kuwa ni suluhu katika maisha yako ama wanaweza kuwa wanaongeza tatizo katika maisha unayoishi. Tunaangalia kwamba huyu msichana alikuwa pale kama mtumwa, lakini wakatambua ya kwamba hata kama mimi ni mtumwa mahali hapa, nitaleta suluhu kwa ajili ya mtumishi wangu.
Na tunaangalia Biblia inazungumzia, ukiendelea pale, ya kwamba Naaman akaamua kwenda pale katika nchi ya Israeli. Lakini jambo moja ni kwamba Naaman alipofika katika ile nchi ya Israeli, aliweza kwenda kuona mfalme wa Israeli, akamiss the direction. Msichana alimwambia uende katika mji ule wa Samaria. Katika ule mji wa Samaria utamkuta mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa suluhu katika tatizo lako. Lakini Naaman akataivert, akaenda to another direction, akaenda to meet the king of Israel. Na mfalme alipomuona, kwa sababu alijua Naaman ni mwanajeshi mkuu ambaye alikuwa anapenda vita, kwa sababu alikuwa akifight to protect the king of Syria. The Bible says alipokutana na huyu mfalme wa Israeli, akamwambia, nimekuja kwa sababu ya uponyaji, nimekuja ili ukaweze kuniponya ukoma wangu. Na Biblia inasema mfalme akastuka, yeye akaona ya kwamba hana suluhu kwa ajili ya matatizo ya Naaman. Mara mingi wakati tunapatwa na shida, wakati tunakuwa na matatizo, swali langu ni kwamba huwa tunakimbilia nani? Mara mingi Mungu huwa anatupea direction za kufuata wakati tuna face challenges, but we don't follow the right direction. Tunaona ya kwamba wakati mfalme alisikia kwamba Naaman anataka amekuja, aliona ya kwamba hajakuja kwa sababu ya uponyaji, lakini amekuja kwa sababu ya vita. Tunaangalia katika maisha, tunapotembea mahali popote, unaweza kuwa na matatizo. You can share with somebody, ukifikiria ataleta solution to your problem, lakini unapata patana akupe suluhisho, anaona hautakuja kwake kwa sababu ya suluhisho, anakuongeza tatizo lingine zaidi. Mfalme wa Israeli aliamua ya kwamba maybe Naaman amekuja for fight, so in his heart he was preparing to fight back to Naaman. As a friend, what tunajiita marafiki, can we be solution to other people's problem? Wakati mtu ako na matatizo, je, unaweza kuwa suluhu katika maisha ama katika tatizo lake? Ama wewe utaona ya kwamba huyu mtu amekuja ni kwa sababu ya kunipima, kwa sababu ya kunijaribu? Tunaangalia ya kwamba wakati mfalme alipoambia Naaman hana suluhu kwa ajili ya yale magonjwa aliyokuwa nayo, the Holy Spirit of the Lord directed Naaman. Akakumbuka ya kwamba aliambiwa akaende katika mji wa Samaria, na pale katika mji wa Samaria ndiposa uponyaji wake ulikuwa pale. Mara nyingi unaweza ona mahali uliko hauwezi kupata suluhu mahali pale. Tunaona watu wengi tunapenda kuassociate with big people, tunapenda kuassociate na wale watu. Kwa mfano, Naaman alienda kwa mfalme. Kama ni wewe, wakati huu wa corona, watu wengi walitafuta ma MPs, walitafuta ma MCAs, walitafuta those prominent people to be a solution to their problem, lakini hawakupata. Hao watu ujue watu wale wa bunge, wakati anatafuta kura, huwa anakuja kwako mpaka hata ile nyumba ile mbaya anaingia, pale mtaani anaingia, lakini wakati amepata hataki your association again. That is what Naaman faced. Ndiposa Naaman akaenda katika ule mji wa Samaria. Pale katika mji wa Samaria, Biblia inasema ya kwamba akawa na matarajio makubwa ya kwamba anaenda kukutana na mtumishi wa Mungu ambaye ni Elisha, who was the prophet in the city of Samaria. The Bible says, wakati Elisha alisikia Naaman anakuja, Elisha did not meet Naaman. Akatuma mtumishi wake, akamwambia,
aende katika mto wa Jordan akaweze kuoga pale mara 7 na atapata uponyaji. Sasa hapo ndio kisungumkuti kikaanzia. Ametoka kwa mfalme hajapata suluhisho. Amekuja huku kwa nabii akitarajia nao amepata suluhu kwa maisha yake. Na Haman akasema ya kwamba I was expecting this man, the servant of God, to come and meet me and lay his hands on me and be healed, or he prayed to me, ili kaweze kufanya nini? Kupata uponyaji. Lakini Elisha alituma mchakazi wake. Na Haman alikasirika, akauliza maswali mingi. Yaani mahali linatoka hakuna mito. Alipoangalia Jordan River, aliona mti kama ni ile mto ambao ni mchafu. Mto ambao ni mto mdogo sana kuliko mito ambayo iko katika ile nchi ya Syria. Biblia inasema ya kwamba na Haman akawa amekasirika, akasema sitaenda kuoga katika ule mti ama katika ule mto wa Jordan. But his servant tell him, wakamwambia kama angekwambia ukaweze kutoa kitu ama ufanye kitu kikuu kuliko kwenda katika ule mto, haungefanya. So na Haman na akaenda kufanya vile Elisha alikuwa amemwamuru kupitia mchakazi wake. Many times in our life when we face challenges, huwa tunaona ya kwamba the only solution ambayo tunaweza kwenda, kwa mfano wewe uko mgonjwa, mahali hapo umewezwa, huwezi tembea, huwezi fanya nini, alafu uende kwa daktari. Wakati unafikia daktari anakuambia hana uponyaji, enda kwa kanisa uombewe. How many will believe that wakikuja kanisani utapona? Amen. Lakini ukiwa katika hali ngumu, wengi huwa wanafikiria kuomba to be the last option. But the first priority, wanaona daktari, sijui nienda hapa, sijui nienda wapi, sio hospitali kubwa. Na maybe hata ungeenda health center tu hapa ungepata suluhu ya uponyaji wako. God can use ile mambo ambayo unaona hayawezekani kuyafanya kuwa yanawezekana. Ile mawazo ambayo unaona ndio suluhu katika shida yako inaweza kuwa sio suluhu katika shida yako. God used Elisha. Elisha hakuwa anatambulika katika nchi ya Samaria. Ilikuwa mji ambao it was despised even with the Israelites. Lakini Mungu akatumia Samaria to be a solution to the commander of the Syria. Mungu akatumia Elisha aliyekuwa mdogo sana katika ule mji wa Samaria na taifa la Israeli kuwa mkombozi kwa sababu ya this commander Naaman. Ukiwa mahali hapa usijidharau. God can use you to bring solution even to our nation. God can use you to bring solution even to the entire world. Sasa madaktari wote wamekusanyika, wamefanya kila kitu kutafuta suluhu ya corona, lakini hawajapata. You never know. God can use you kutoka katika hii jamii ndogo ya Real Friends to be solution kwa sababu ya corona. God can use you to be part and solution to heal the whole nation. Kwa hivyo ukiwa mahali hapo usijidharau. Tukiangalia pale mwanzo alianza kutumia ule mchakazi. He was a slave, but God used him. Samaria was a small city, but God chose Samaria to be the solution to the commander. Elisha alikuwa na pimu dogo sana, but God used him to be a solution to Naaman.
So wenda Mungu anaweza kutumia mahali hapa kuleta suluhu katika familia ambayo imetengana. Mungu anaweza kuwa solution, wewe kutumia kuleta unity to the friends wale ambao wamepata kutengana. So ukiwa mahali hapa, feel that you are somebody who is great, somebody that God can use you into a mighty way. Tunaangalia kwamba wakati Naaman alienda katika ule mto akatumbukia pale, aliweza kupata uponyaji. Many people today, Israel, tunapoangalia Israeli, we can compare to the church. Kanisa ni mahali ambapo where people come ili wapate to be care. Kanisa ni mahali ambapo watu wanakuja wakiwa na matatizo tofauti where they need protection. In the church is the place where people come to receive healing. In the church watu wanakuja wakiwa with a lot of expectation from God. But the problem is, watu wengi wakikuja kanisani, amemiss rafiki yake, amemiss his working man, amemiss his boss, wanakutana kanisani, amemiss pastor, amemiss evangelist, amemiss waimbaji, and amemiss the direction of God. So wana waste a lot of time talking to their friends, wana waste a lot of time wakiwa na mazungumzo na watu wengine wakifikiria their solution will come from their friend. But let me tell you today, when you come to church, it is a right place for you to speak to your God. It is a right place for you to worship your Maker. It is the right place for you to praise Him. The Bible says, when we praise the Lord, His presence comes down. Praise God. Unasikia mama anasema tunataka to thank for the Lord. Mtu amesimama tu. You are praising God. Lakini angekuwa MP, tungetaka kwamba tutoe nini? Jasho. Yaani unaona MP aone, huyu mtu ametanza vizuri, acha nimpe kapi. Praise God. When you come to church, don't talk to the wrong people ambao wanakupa ushauri ambao ulete suluhu into your problem. Watu wengi wametawanyika katika makanisa. There's disunity in the church, not even here. Makanisa mengi because kuongea with the wrong people. Many marriages was imebroken kwa sababu tu alipata ushauri kwa rafiki yake wapi? Kanisani. We call ourselves Christian. Naaman alipoenda pale Samaria, aliona haitawezekana. Aliona hiyo formula amepewa haiwezi kuwa suluhu kwake. Kwa sababu alipotoka katika nchi yao ya Syria, alikuwa with a lot of chariots, akiwa amepepa silver and gold, akiwa anajua kwamba ninaenda kwa ajili ya uponyaji wangu, nikifika pale I will just pay and receive my healing. Wakati corona ilipoanza, hiyo ni kusikia tu, si kuona nini. Nilisikia Italy hata watu walikuwa wanatupa fedha kwa sababu waliona ako na pesa ndio, ako na nyumba nzuri ndio, ako na gari nzuri ndio, lakini haileti suluhu kwa ajili ya hali aliyonayo. Sometimes zile vitu ambazo tuko nazo asiwezi kuwa suluhu to our problems. The only problem solving person is God. Sometimes our friend cannot solve our problems. The only person can solve our problem is God. Ukiwa mahali hapo, huenda kuna jambo ambalo unaona katika maisha yako ni tatizo, limekushinda, umejaribu, hata wengine huwa tunaenda mpaka kwa waganga. Praise God. Pastor alipoombea hukupata suluhu.
Ukaenda ukapata kwa rafiki, hakupea suluhu. Ukaenda ukatafuta hata wengine mpaka mitishamba tukatumia, praise God, lakini haikuwa suluhu to our problem. So today, if you are here, anything ambayo unaona kama ni jambo ngumu katika maisha yako, kuna mtu ambaye ako na suluhu katika maisha yako. Cry to God. Let us learn to humble before the Lord. Wakati Naaman aliambiwa aende to the Jordan River, aliona I'm just a commander, lakini mimi niende kunyenyekea katika mto ule mchafu ili nikaweze kupata uponyaji. The spirit of proud. Alikuwa very proud kwa sababu alijiona how powerful he is. Aliona how mighty he is. Aliona zile vitu ambazo amepepa fedha, amepepa silver and gold, na unamwambia aende katika Jordan River, mto mchafu, ili akaweze kupata uponyaji. We must humble before the Lord. Hata kama ni kulilia Mungu, upike magoti, just go and kneel before the Lord, and God will always hear your cry. God will always bring solution to your problem. Tumesomewa in 1 Peter chapter 5 ya kwamba we must humble ourselves before each other. Tukiwa kanisani hapa, we are the same, yani in the eyes of God sisi tuko sawa. We are just one in the eyes of the Lord. It is only for us to humble before the Lord. It is only for us to obey the command of God. Wakati Naaman alipoenda katika ule mto, si ya kwamba maji ndio ilikuwa uponyaji kwake. Haikuwa ni nguvu ya maji mponye, but it was for him to obey. Sometimes mtu anaweza kuambia suluhu tu ya ugonjwa wako ni uende tu uombe. Na sasa hiyo umesafa, umeenda through pain, unaona haiwezekani. But when you pray, when you obey, when you humble yourself before the Lord, God will exalt you. God will lift you up again. Amen. So what we need is only to humble before the Lord. Wakati Naaman, he humbled and obeyed the command of Elisha, the instruction that he was given, he received healing. The Bible says ya kwamba alipopata uponyaji, hakupata tu uponyaji wa mwili, but he declared that there's only one God in the world, the God of Israel. Katika maisha yako kuna mambo ambayo yanaweza kusukuma ukaona ya kwamba, unajua watu wengine wamechukua hata kuwa Mungu wao pia. Yaani akitaka kitu mpaka anyenyekee. Yaani hawezi fanya kitu bila kwenda kwa mtu fulani. Hawezi fanya kitu bila kwenda kwa mtu fulani. Unaweza kuona pastor wako yuko powerful, ukakimbia kwa pastor mwingine, lakini the same story remain your pastor. Maybe ndio Mungu amemanoint for your solution. Tumeona watu wengi wakienda even to the prophets, lakini wameacha manabii hapa. Praise God. Mtakusamehe katika kanisa la Friends, ukianza kuleta unabii watasema hiyo si, tuseme tu kweli, watasema hiyo si, sisi wa Friends kunyama kweka kubeza ndio. Praise God. Hatukuangi namna hii. But ushawahi soma the gift of the Holy Spirit? For us to build the body of Christ, God has anointed each and everybody with different gifts. Let us use those gifts. Mungu anataka kuinue wewe ile alivyoinua Nabii Elisha. You can be a prophet to people here and bring solution to their problems. So, through Elisha, through Samaria, through that servant, a slave girl,
Naaman who was a commander akatambua Mungu. Praise God. Unaweza kuwa mahali hapa ukijidharau, but through you watu wengi wanaweza kumtambua Mungu. Through your humbleness, people can know God. Wakati Naaman alipata uponyaji, akasema ya kwamba hakuna Mungu mwingine katika mataifa yote, bali Mungu ako katika Israeli. Wacha watu waseme ya kwamba hakuna Mungu mwingine katika ulimwengu mzima, lakini Mungu ako Ruiru. Yani hata mjani. Mungu ako katika Ruiru. Amen. Mungu ako katika Afrika. Tumeinamia sana wasungu, tukawaita superpower. But their superpowers haiwasaidii. They are crying kwa sababu ya kupata suluhu ya nini? Ya corona. But maybe God want to lift Africa to be a superpower because of humbling before the Lord. So as a nation, so as a church, as we humble before the Lord, watu watajua ya kwamba kuna Mungu wetu ambaye tunamwabudu. Kuna Mungu wa Israeli ambaye tunamwabudu. Praise God. Amen. So today, God want to heal you. God want to bring a solution to your problem today. It doesn't matter how long it face challenges into your life. Today is a day that God want to bring a solution to your life. It is only for you to humble. It is only for you to obey the command of God and tell God, I'm here for you. May you touch me once again. God will renew you physically. God will lift your level of your spiritual growth, and you will grow from one level to another. It is only for us to pray to God. It is only for us to praise Jehovah God. It is only for us to say you are the only God that we depend and put our trust in you. Wacha tukaweze kusimama. Miracle worker, you are the miracle worker. Come into a miracle today. Come into a miracle today. Miracle worker, you are a miracle.
you believe this morning that the Lord is a miracle working God. Maybe you are here, you need healing from God. You need a solution to your problem. You need you to reach into your destiny today. That the Lord is a miracle working God. Today may you receive your miracle in the name of Jesus. Amen. May you receive your miracle today in Jesus' name. Amen. May our nation be healed because of the power of our God. Amen. The Lord we worship is the same God who healed Naaman. The same God who brings solution to leprosy is the same God who is going to bring solution to corona. Amen. This God, as we worship Him today, is going to do miracles and wonders into our life. Amen. May you lift your voice this morning and tell God. Tell God your problem. Tell God you are here for Him. May you surrender your family before God. May you surrender your problem before God. And God is ready listening to your voice. And our God is ready to do a miracle for your life. In Jesus' name. Open your voice and tell God. God, may you heal me again. God, may you touch me again. God, may you lift me from one place to another. May you lift me from one glory to another. In the name of Jesus Christ. We thank you, Lord. We worship you, Jehovah Nissi. We honor you for who you are this morning, Jehovah Jireh. You are the God of Israel. You are the Lord of Elisha. You are the Lord who make a way where there seems to be no way this morning, my Father. May you bring solution to your people this morning, Lord. May you solve their problem, O Jehovah Jireh. Even the entire world needs you, Jehovah Nissi. May you bring solution to this pandemic, oh my God, corona virus, oh my God. You are the healing God. You are the mighty man of war. Lord, may you fight for your people over their enemies, O Jehovah Jireh. Lord, you are good God, oh my Father. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. I surrender. To Jesus, blessed Savior, I surrender. I surrender. Kama ukapa uko depressed, uko mahali hapa, uko mgonjwa, you have a person who is sick, just lift your hands as we pray, and the Lord is going to do a miracle into your life. Maybe you have been walking, looking for a job for a long time. May you just lift your hands, and God is going to do a miracle for you today. Wacha tukaweze kuomba. Baba yetu, uinuliwe, pewe sifa. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Jehova Nisi, wewe ni Jehova Rafa, wewe ni Jehova Elohim. You are Jehovah Adonai this morning, Lord. We humble ourselves before you, Lord, as you have spoken to us this morning, oh my Father, that you lift and exalt those people who humble before you, Lord. And this morning, each and everybody, Lord, as they humble before your presence this morning, Lord, may you bring solution to their problem, oh my God. May you give them victory in one way or Jehovah Jireh. Because your word says, oh my Father, that as you are in our side, who will be against us, oh God? May you fight over our enemies, oh God. May you be our protector day and night, oh Jehovah Jireh. May you heal those who are sick this morning, oh my God.
May you open, Lord, doors for your people as they seek for job, oh God. Lord, you have prepared something special for them, O Jehovah Jireh, that will bring glory to your throne, oh my God. We worship you, Lord. We exalt your name, O Jehovah Jireh. Your majesty, God, oh my God. We worship you, Lord, as we praise your name because of your word. Let this word bring healing into our life again, oh my God. Let this word bring healing to our nations, oh my God. Let this word bring healing to all country, oh my God. In the name of Jesus Christ. We praise you and we honor you. In the name of Jesus, we believe as we pray. Thank you so much for the sermon. Thank you for your listening. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu. Nainua Mungu. Nasema ni asante tu. Acha Mungu akaweze kutuinua zaidi. Ukaendelee kuinua watu wa Mungu viwango hadi vingine. Tutasema ni asante. Bwana apewe sifa. Nafikiria kila mmoja mahali hapo kuna utofauti wake na vile aliingia mara hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kipindi ambacho kinafuata tunataka kujuana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu angalia tu nyuma yako. Kama unamjua yule hapo nyuma yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninajua hili ni kanisa ambalo limebarikiwa na kila siku Mungu hutujalia. Kama wewe mara yako ya kwanza kukuja katika hili kanisa, inua mkono yako. Amen. Keni makofi jamii. Hao ni wageni wa kwanza. Wenda wiki iliyopita hatukuwa na wewe. Wenda umekaa nje kwa muda, hatujakuwa pamoja na wewe. Inua mkono yako. Amen. Pigeni makofi. Kwa sababu ninaona ni wachache, mimi ningependa tu mkije hapa, mtajipanga na distance ili mkaweze kutusalamia, tubarikiwe pamoja. Karibuni wageni wetu. Jamani, tukaribishe wageni wetu. Mkutano wa Bwana hamjambo tena. Mimi sio mgeni kwa hii kanisa. Ni vile nimekaa nje muda mrefu. Mimi ni mshiriki wa hapa tangu zamani, lakini saa zingine watu wanakuwa huko nyumbani huko upande wa Kitale. Na huko nikikaa huko tunashiriki na Sinoko Village meeting, Botosheti Market meeting, Cherangani quarterly meeting na yearly ya North. Mimi ni mkweka kamili. Na ni hayo tu mtabarikiwa. Amen. Asifiwe tena. Mimi si mgeni, bali the whole of last month sijaonekana kanisani, ni kwa ajili ya kikazi, lakini nashukuru Mungu kwa huu mwezi amenionekania. Tutakuwa pamoja na mbarikiwe. Kwa majina ni Koleta Nauma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Jina langu Muliro Seth na nashukuru Mungu kwa hapa hivi. Amakweka lakini si kwa nakuja hili kanisa, ni mara yangu ya kwanza kufika hapa hivi, na nitakuwa nakuja hapa, nitakuwa nakuwa na nyinyi. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi si mgeni, nilikuwa nimekuja hapa last year, lakini corona ikafanya watu wakapata.
saa hiyo muda yote sikuwa nakuja church. Nilikuja huku na familia yangu. Tukiwa nyumbani tulikuwa tunashiriki mitoto hii ya meeting iko Kiminini. Nilikuja huku last year mkatukaribisha. Lakini sasa tumerudi tena. Kwa majina ni Terry Aura. Bwana asifiwe. Amen. Ndiwe tena. Amen. Sasa bendera ya Bwana. Siku hii ya leo ina furaha sana na kwa mapenzi yetu. Bali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Hii mgeni kweli. Hii mgeni hapa mkai. Hii siku ya leo niko mgeni. Mnatoa na baraka. Mimi nashukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwokozi wa maisha yetu. Hizi tulivyo hali rafiki zangu anatembea nao katika tenda kazi ya Mwenyezi Mungu. Na siku hii ya leo anaonelea kwamba kutana nao. Nimefurahi kuwa nao kweli. Mimi kwa majina ni Malaya Mwai. Hawa ndio kabisa kwa majina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Mochamu. Derek ni rafiki yangu na nimekuwa nikirudi nyuma sana kushiriki. Kwa muda sijakuwa nikienda kanisa, lakini aliniambia niwe ninashiriki pamoja naye. Na nikaona nikienda. So nitakuwa ninashiriki hapo. Praise the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ni Benda Ninyongesa. Mimi natoka Busia. Mimi ni Msamia. Na huwa nashiriki hapa na ACK Fabriu. Na nimefurahi kujumuika pamoja na wenzangu. Wengi hapa najuana nao kazi. Wengi sana hata siwezi taja wengi sana. Na ninafurahi sana tena kupata nafasi kujumuika pamoja nao, angalau kujua kama pia huwa wanaenda kanisani. Nimefurahi sana. Na Mungu akitujalia tutakuwa tukishiriki pamoja. Yaani ushajaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, mnaambiaje wageni wetu? Karibuni Friends Church where everybody is somebody. Wamesikia kweli? Welcome to the Friends Church. Everybody is somebody. Wageni sikiza wanawaambia nini? Welcome to Friends Church. Everybody is somebody. Karibuni sana. Si mmesikia? Hapa everyone is somebody. Kwa hiyo jisikie mko ndani mwa Bwana. Haleluya. Amen. Basi hicho kipindi kikipita hivyo, ninataka kukaribisha kipindi kingine ambacho ni cha kujenga hekalu la Bwana. Kwa hivyo ninakaribisha reading class wetu waloko kuja tuletee matangazo. Praise God. Ningesoma matangazo lakini hii huduma ni kubwa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa wageni wetu msitoke baada ya ibada kukaribisha mjaze kitabu kwa pasta. Niko na matangazo nyingi kidogo. Ningependa ya kwanza Ruiru Rock tumeamua kurudisha fellowships. Na hizi fellowships ni vitongoji. Hizi vitongoji
ziko 9. Ya kwanza ni kitambaa. Hii kitambaa inaanzia Waredi mpaka Matopeni primary mpaka kwa bypass. Kama mnatoka hiyo place, tafadhali nione mkono wenu. Baada ya ibada mtakutana, mtoe kiongozi yenu, because mtakuwa mna fellowship, at least mtatakuwa siku yenye mtakuwa mnakutana, mtakuwa nyinyi wenyewe muone vile mtatini, mtakuwa mna fellowship pamoja. In case hakuna mahali pa kukutana, hii kanisa iko 24 hours, mnaweza tengeneza siku mnakutana. Kiunguro bypass mpaka Paredo line. Watu wa Kiunguro, hakuna watu kutoka Kiunguro. Ndio mmoja. Sawa. Mmoja pekee. Nitamleta kitambaa yako pekee. Akuja kitambaa wanasema. Bypass mem na kiwanja. Sawa. Wataalamu Matopeni primary na wangapi wanajua PJ supermarket? Mlachake White House mpaka bypass. Hao wako kwa fellowship ya wataalamu. Hilton. Wako wanatoka Hilton. Watatu. Hilton inaanzia hapo Mnaandas Gospel. Kwa hiyo barabara mpaka bypass Kidunguru primary hapo hiyo. Prison. Watu wa prison. Mimi kwa mmoja wao natoka prison. Naanzia Gospel mpaka BTL. Ruiru Town. Watu wa Ruiru Town. Ruiru naanzia radio station hapo iko mpaka Ruiru campus KU campus na Kimbo. Watu wa Kimbo, Kenyatta Road na part of Juja. Then lastly Kahawa. Kuna Kahawa sukari, Kahawa ndani na Kidurai. Sawa injini. Aya pili, kipawa registration ya Nairobi meeting inaendelea. Watoto ni 150, adults ni 250. Deadline ni 3 March. Huwa mmemaliza hiyo registration. Catechism class 1 and 2 wanaombewa next week kwa monthly meeting tarehe 14. So kama uko na niko na majina hapa na niko na form. Hiyo form ukuje uchukue, uijaze, unirudishie leo. Sawa sawa. Visitation forms tuko nazo. Hizo pia kila mshiriki atajaza leo na usiende nayo. Kwa hiyo unaenda nazo alafu zinapotea, zingine zinachafuka. So you just fill in, mahali penye uelewi ulize, uchaze alafu niwachie hapa. Utapatiana mission commission. Hizo form niko nazo hapa. Upande mwingine ni Asha. Tuko na Asha mmoja tu kwa hii kanisa. So if you are willing, nataka Asha at least waongezeke kwa watatu. So unaweza leta jina yako in case unaweza hii kazi. Hii ni kazi ya Mungu, lazima nikutolea. So at least by Sunday nikipata majina mawili inaweza kuwa mzuri. Mnaomba pia members to collect 10% envelopes. Msisiwache hapo, huwa mnachukua. Lastly, kuna tangazo ya umama. Registration ya hii September ni shilingi 200, monthly contribution ni 100.
visitation to Mshakuri, Embu, 6 June 2021. Monthly in 1500 every month. Blessed day, 20th June 2021. Fee 25,000 and fee 25,000. Empowerment 3,000. Triennial conference in Chavakali will be held on 29 April 2021. First May 2021. Annual conference will be held in October at Langata. Matangazo ya mama. Kutoka kwa PC wa Ruiru monthly meeting, Henry Jairi was urgently called to work. Therefore, the development committee meeting that was supposed to be held today has been postponed to a later date. Kwa kama na matangazo na karibu. Kanisa mjambo. Hujambo. Hamjambo tena. Hujambo. Hai weka mimi. Jana kwa Ufafa Maringo kwa mkutano ya kuweka mimi. Tulikuwa na advisory committee ambayo ilikuwa wale wa viongozi wa zamani na wale wamechaguliwa wapya walikuwa na handover na take over. So hiyo process fanya smoothly na tukamaliza. So wale viongozi last week mliona wale viongozi wa kuweka wa hiyo meeting tulikuwa nao hapa, ndio walichukua nafasi yao ya kuongoza kuweka so wamepitisha mambo mingi ambayo nitawaambia kidogo, lakini nitaomba kuweka baada ya mkutano back to nyuma kidogo, ndio ni wa brief in details, halafu tumalize. Wamerudisha merry-go-round ya kuweka itaanza mwisho wa mwezi huu kwa sababu ya muda. Wamesema ianze mwisho wa mwezi huu na tutaenda Makadara. Makadara ndio walipewa namba 1. Sisi hapa Ruiru tutakuwa na hiyo merry-go-round mwezi wa Septemba. Kwa hivyo tutajipanga tukifikia hiyo Septemba tuwe tumejipanga, tuwe na pesa. Wakati tutakuwa tukifanya mikutano zetu, tutapanga zile njia ambayo tutafanya kuweka mtoe pesa, ili wakikuja hapa tuwe na pesa fulani kwa kaunti yetu. Jambo lingine, walichagua chairman wa QCC Nairobi year meeting. Tena mwenye alichaguliwa anatoka Makadara, anaitwa John Kodari. Mdogo wake anatoka Kayole. Halafu next weekend Jumapili na 14 all chairman wa kuweka baada ya mkutano kuanzia saa 8 kwenda mbele, tena inatakana twende kwa Makadara kwa home welcome ya huyo kuweka wetu. Jambo lingine, ile ofisi ya kuweka ambayo imetoka ilikuwa na deni ya FSK 88,000 ambayo hawajalipa. So
incoming office jana, wakati tulikuwa kwa hiyo mkutano, wakasema watagawa hiyo pesa kwa 23 monthly meetings za Nairobi Yearly meeting. Nataka tulipe hiyo deni. So kila monthly meeting ilipewa 40,000 shillings ambayo tutalipa FCK. Na Friends International mliona mkubwa wake hapa juzi wakati walikuwa hapa, anaitwa Joshua Fisey. Wanataka all Quakermen mjerejesi na hiyo FCK. Jana wakati tulikuwa kwa hiyo meeting, watu wote walijista, tulijiandikisha na shilingi 200. So nawaomba nyinyi mwanze kuandikisha hiyo 200 kwa hiyo FCK. Jambo lingine, bado registration ya Quakermen bado inaendelea. Wale hawajajiandikisha wala hawajaregister as a Quakerman, tutalikiisha tabaki hapo kuja kujiregister. Kuna treasurer wetu wa Quakermen hapa, kila mtu alete pesa yake amregister hapo. Naomba tu mbaki kidogo Quakermen baada ya mkutano, halafu hatutaongea mambo mengi. Kuna jambo tu nataka kufanya halafu kuondoka. Asante sana. Pastor. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea vizuri. Upande wa loko, upande wa USFW loko, tunawakumbusha tu ya kwamba leo tunataka twende tutembelee nyumba ya mtumishi wa Mungu, na vile mnajua hatuwezi enda pale mikono mitupu. Kwa hivyo leo mimi nataka tu wazee waniinue. Kwa hivyo ninatuma recording clerk wetu atapita kwenu wazee. Kile uko nacho, sijakwambia utoe ngapi, lakini kulingana na moyo, chochote kile uko nacho tafadhali mpatie, ili mkaweze kuinua kazi ya Mungu iendelee mbele. Wamama wamejaribu kiwango yao, mahali wamewezeshwa. Sasa nataka wazee watupige jeti ili tuone kazi ya Mungu inaendelea. Kwa hivyo kabla sijaita daktari, wacha nikaribishe youth wako na jambo wakuje waeleze. Praise God, church. We as youths, we have some few announcements. First of all, we are very grateful for the event that we had last at BTL, for the support the church gave us with our brother Engineer Madele, our PC. Tumesema ni asante. Alafu tunapanga ingine tena itakuwa moto. Raundi hii sisi sponsor church mzima. Hamta tu sponsor tena. Alafu last announcement niko nayo ni youth wote after church mbaki tuko na meeting kidogo. Ni hayo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulikuwa hapa Sunday last week. Tulisikia tukitangazwa tuko na seminar. Wamenyamaza. Hatukusikia. Tuliambiwa tuko na seminar ya nini? Karibu Dr. Gladys, kuja ukaweze kutuambia kuhusu hiyo seminar. Bwana Yesu apewe sifa. Praise God. Amen.
wengine kwa hewa. Good to see that all of you are very fine. Nasimama hapa on behalf of a small team that had been tasked to plan for the event next Sunday. Tukiwa under uongozi wa pastor, the PC, and brother engineer Madele and myself. So I just want to invite all of you. It is a couples seminar. How many of us here are married? A big number. Hey, wengine wako married na hawajainua mkono. What is that? What is the meaning of that? Yeah? Yeah? You are not sure? Yeah, it is important that you know your status and you work towards making it better and better. So we have organized for a couple seminar next Sunday. How many of you know anything about next Sunday? Valentine. It is? Wapenda nao. Siku ya? It's a Valentine's Day, isn't it? So we see people celebrating on the streets, going, I don't know, to Kempiski, wanabebwa na chopper and all that. But as Real Friends Church, where everybody is somebody, we sat and felt it is a time to treat ourselves. Because we want to do it the godly way. We want to do something that will add value to our families, both old and young. And therefore we sat, we've been having some meetings, and we've come up with a theme. I have some posters here with me. They are not so many, and we'll be, just sharing some of them. So what we request, because it is a couple seminar, I know some of us are married, but your spouses are maybe at home or wherever, they are not here. So it doesn't stop you from coming to learn and benefit from this. But for the young ones, we will organize another one for you. Sawa. So the young ones who are not married, we are not inviting you for this. But we organize for one for you. So this is going to take place next Sunday, immediately after the church service. The Juja friends will be here also. So the church, we expect it to end at maybe around 11:30. Then we organize ourselves, and then of course by noon. It is supposed to be a 2-hour event. So from noon maybe to around 2, we plan to have some refreshments. But if you are also blessed and you want to just bring some refreshments, unaweza leta crate ya soda, we don't mind it, we'll take it. So this is to invite all couples. And to enable us plan better, immediately after this, we'll have somebody sit out there, me and the engineer. Yeah? So if you see me, you see engineer, please give him or me your names, because we have to plan for it, so that we know if we are remaining, how many sodas do we buy, or how do we go about it. So the couples in the house, the theme is how to keep the fire burning. What is the theme? How to keep the fire burning. Yeah, let's not just think that those who go to drink are the ones who keep the fire burning. As we want to keep the fire burning in our families, so that we live as happy couples, God-fearing couples, that we can bring up children who are also God-fearing. So I just want to invite all of you couples, please register your name with us for planning purposes, and don't miss. If you had another engagement next Sunday after church, you can reschedule it so that you purpose to attend this one. We are having a professional speaker called Nashipei, Faith Nashipei. She's a counselor, psychologist, and she's an executive director in some company which basically deals with such issues. So feel very welcome. Don't miss out. Dress nicely, for the occasion. We just want to burn in the Lord. Tell your neighbor you want to burn in the Lord. Yes, so that mkaribishe Bwana katika ndoa zetu, tuishi ndoa ambazo zinapendeza mbele ya Mungu na mbele ya watu wote. Kwa hivyo, thank you very much for that. Just to add on what they said about the ladies, you've heard also the men talk about the same. We are affiliated to
the Kenya, USFW Kenya. And I just want to pass a special thanks. Of course, I'm the treasurer of the NYM. I want to pass a thanks and appreciation to the ladies. Actually, it is the officials. All officials came together. We were supposed to pay 2,500, just like what the Quakerman is announcing. And because we know, sometimes just pray to God and do something. So they came together, raised some money, and we were able to pay. Just clap for them. Thank you very much. May God bless you, because some things ni kujitolea, si ndio? Kishinda kukuja kwa kuuliza PC, tunataka hii, it is hard. But I just want to urge all ladies, the same to Quakermen, let's support our programs. Without supporting them, we cannot go far. Other monthly meetings are doing, exploits. Other yearly meetings, the Kaimosi, the Chabakani, yesterday I just gave my sister Evelyn my WhatsApp to check. And other yearly meetings are doing a lot. Nairobi, we cannot afford to miss to appear in the Kenya, activities. So please, ladies, when called upon, let's support. Like now, maybe those who have not supported what Mama Miriam has said, let's support. I know sometimes people say, tunaitishwa sana, but it is God. Everything belongs to God. They're just giving a small portion. So let's not get tired. Kazi ya Mungu ni ngumu na inahitaji kujitolea. Tukijitolea, all will be well. So once more, welcome. And I also want to just appreciate, you all know our son Ian, sindio? Mama hajui Ian Binyasi, anyone doesn't know him? He's the one who did this design, He's the one who did this design, of course at no cost. But what I'm saying is that if you need such things, promote him. See, you walisema tuwainue. And so if you need such a poster or anything, promote him, so that apate pia pesa ya kutoa huko kwa youth akiitishwa. Thank you so much. Welcome to the couples seminar, and may God bless you. Praise God. Niko pamoja na matangazo ambayo yalitangazwa siku ya leo, na niko na mstari hapa moja, Proverbs chapter 24 verses 12. Methali 24 mstari wa 12. Unasema hivi Kiingereza, don't try to avoid responsibility by saying you didn't know about it. For God knows all hearts, and He sees you. He keeps watch over your soul, and He knows you well. He knows you, and He will judge all people according to what they have done. God bless you. Oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matangazo ni kujenga hekalu, si ndio? Kwa hivyo wacha Mungu atuwezeshe tufanye kulingana na vile tumetangaziwa. Basi sasa tunataka kwenda katika kipindi cha kumtolea Mwenyezi Mungu. Praise and worship. Tuongoze katika hiko kipindi cha matoleo. Tunaweza kusimama sisi wote. Ameingia Mungu mwache. Naomba Mungu wa baraka. Naomba Mungu wa baraka. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka. Mungu wa baraka, Mungu wa baraka kwa jina la Yesu. Mungu wa baraka.
Mwana na Roho Mtakatifu. Tazama wanao wamejipapasa, wametoa sadaka, wametoa fungu la 10 na hata matoleo mengine wameendelea kutoa Mungu. Ninawabariki mbele zako nikiwa na wingi wa matumaini ya kwamba hakika Mungu utazidi kuandamana nao, utabariki biashara zao, kazi ya mikono yao, hata mahala pa kazi, na hata wale ambao hawana kazi, Mungu utazidi kuwabariki wakapata ajira ndiposa Kristo waendelee kujumuika miongoni mwa wengine kuinua huduma yako. Mwenyezi Mungu, hata wale ambao hawajatoa siku ya leo, najua ya kwamba hata Jumapili ijayo ni siku Bwana. Wewe ni Mungu ambaye ni mkarimu, pia utabariki huyo ndugu huyo dada Bwana, ili ukakutana na mahitaji yake, na Mungu asiti kukukumbuka katika matoleo Bwana. Asante kwa wenye wamesanya sadaka wakitembea. Mungu utabariki kila mmoja, utainua kila mmoja kwa kazi nzuri ambayo wametenda. Ninaombea hata muwe kazi na Mungu pia utamubariki pamoja na nyumba yake, pamoja na kazi yake. Asante kwa sababu inaenda kutekeleza na kutenda kazi yako. Mungu wote wasiti kubarikiwa, na wewe upokee sifa na utukufu, na ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Usikae. Bwana Yesu asifiwe. Tulipoanza ibada tulifanya nini? Tulikuja tukaanza. Bwana. Tulifanya nini? Hakuna kitu tulifanya. Tulipoanza ibada tulifanya nini? Asi Mungu ameonekana. Sinatakana tumrudishie shukrani tena kwa kuomba. Kabisa. Basi mtakaribisha ndugu wetu Evangelist Mike akuje atufunikie ibada yetu na maombi, ili tunapoenda wiki mzima Mungu atuonekanie. Simukaribisha na karibu ikawani. Bwana asifiwe. Amen. Inaitwa kujitoa. Bwana asifiwe. Amen. Kuangalia neighbor yako. Kuna laini aina neighbors. Ndio. Pia muangalie ndio wasikose watu kuangalia. Hebu muangalie and then smile at your neighbor. Amesawia mama. Kuna vile venye tulikufundishana kufanya nini? Smile, si ndio? Smile at your neighbor. Una smile na macho. Na sio kufanya macho hivi. We really want to thank God for this beautiful day that He's given us to us. Umeona mvua imetunyeshea. Baraka. Umekuwa na joto. But finally, we received some raindrops and we thank God for that. Next Sunday, vile ambavyo daktari amesema, please do not purpose. Nimesema do not purpose to miss. Usijipange kukuwa absent. Kuja, we will keep time because all the regulations, COVID regulations still apply. So we are limited with time. We have planned with our speaker to be here for only 2 hours, which means latest 2:30. Kila mtu anakuwa ameondoka, amerudi nyumbani. So usikose kukuja, njoo, ubarikiwe, upokee. Kama kuna ile nyingine ulikuwa umepangiwa ya Uhuru Park utaenda baadaye. Unajua kuna wengine tumejipanga Uhuru Park. Tutaenda baadaye. Otherwise, we want to wish you, as Mission Commission, we want to wish you a blessed week ahead as you go to work, as you go to your businesses, as you go to school, whatever you are doing in this coming week, may the Lord bless you. May the Lord bless you. Amen. May the Lord bless you. Amen. And then I want to throw a challenge to USFW. Pastor last week akikuwepo hapa aliongea kitu, si ndio? Na akasema tusikuwe ile ng'ombe ile ya kufungwa miguu alafu inalazimishwa kufunga, si ndio? So this is the challenge I want to throw to USFW. Mnapo changia ile yenye mnasema mnaenda kutembelea pastor.
I'm going to look for some 2 men within this group that I know. Ile pesa yenye mtakuwa mmechanga, we will match that one with my friends. So mkichanga 1,000, tutawapatia 1,000. Wamama wakichanga 1,000, mimi na rafiki zangu tutawapatia another 1,000. So mkichanga 2,000, tutawapatia 2,000. So the challenge is, Mama sijikate jamii. the ball is with Toe watupete. Mbona mnashangaa? Let us believe and pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you. We really want to thank you, oh my King of Glory, for this day that you have blessed us with, oh my Father. We have come into your sanctuary. We have praised you. We have worshipped you. We have glorified your name, oh my Father. And Father, we have received from your table this day from your preacher, oh my King of Glory. Thank you for the word that you bestowed into our lives, oh my Father. And Father, we have come to the end of our service this day, oh my King of Glory. And we just want to thank you for this congregation, oh my Father. I just speak a blessing upon their lives, oh my King of Glory. As they begin this new week, oh my Father, I profess in their lives that they are going to find success in everything that they do. May you bless their places of work. May they find favor with their bosses. May you bless their businesses, oh my King of Glory. For those who are going to school, bless them in their studies. The glory and honor of the mighty name. We thank you, even as we begin this new week, oh my Father. Magnify yourself in our lives, oh my King of Glory. That in everything that we do, oh my Father, your name may be glorified, oh my King of Glory. We pray for peace. We pray for protection. We pray for good health. We pray for our families. We pray for our children, wherever they are, oh my King of Glory. For those who will be traveling in this entire week, we commit them into the able hands of my King of Glory. Protect them, be with them, oh my Father. We just want to even pray for our pastor this day, oh my King of Glory. Continue to uplift him in his ministry, oh my King of Glory. We thank you and we bless you, for it is in Jesus' name that we do pray and believe. Amen. And now the grace of Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us.